Mtazamaji wa TNTV, hapa ni katika chumba maalum cha upasuaji katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kagera Bukoba, ambako hii leo umefanyika upasuaji mkubwa kwa mtoto mwenye umri wa miaka 14 akiondolewa uvimbe wenye kilo 7. TNTV tumezungumza na daktari kiongozi jopo la upasuaji katika hospitali hii ambaye ametuelezea aina ya uvimbe huo na aina ya upasuaji ambao umefanyika. Jina langu ni Arnold Kailembo, tukamsikilize je, hiki ambacho kimefanyika hii leo ikiwa ni kuokoa maisha ya mtoto huyu ambaye alikuwa hatarini pengine kupoteza maisha kama singepata huduma ya mapema. Kwa majina naitwa Emmanuel Absalom Mwakasumi, ni daktari katika kitengo cha upasuaji hapa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Kagera. Tukiwa na timu ya upasuaji tumefanikiwa kutoa uvimbe kwa binti ambaye ana umri wa miaka 14. Amekuja hospitali kwetu akiwa anasumbuliwa na shida ya uvimbe takriban mwezi mmoja tangu alipoanza kupata zile dalili za kwamba ana uvimbe tumboni. Dalili hizo zilikuwa zinaambatana na kukosa choo mara kwa mara, lakini na kujisikia ameshiba kupita kiasi hata kila chakula kidogo. Baada ya kufanya vipimo tukagundua kwamba ana uvimbe tumboni mwake. Tukaamua kumsaidia kama ambavyo tumekuja leo. Tumefanya operation ambayo imeenda vizuri kabisa na timu nzima ya upasuaji walioko hapa nyuma. Tumepata uvimbe kutoka kwenye sehemu yake vyake vya uzazi, kwenye tunaita ovary kwa lugha ya kigeni, ambao takriban una uvimbe wa kilo 7. Ilikuwa ni ovary ya upande wa kushoto ambao tumefanikiwa kuitoa. Kama mnavyoona operation bado inaendelea, lakini mpaka sasa mtoto anaendelea vizuri kabisa. Na huduma kama hizi zinapatikana katika hospitali yetu pendwa ya rufaa ya Bukoba. Pengine hili ni tatizo ambalo linatokana na nini? So shida hii ambayo imempata huyu binti au huyu mtoto ni ile shida inatokana na hasa wakati wa kuzaliwa. Kuna chembe ama seli ambazo zinahusika wakati wa ukuaji, zile ambazo mwilini zinaenda kujigawa na kufanya shughuli mbalimbali kama kuotesha nywele, kama kuotesha ngozi, ama kujigawa ni kuwa ni chembe za uzazi. Kwa wakati fulani zinatoka sehemu ambazo zilitakiwa kuwa, ambazo ni sehemu yake sahihi kuwa kwa wakati huo, zinaenda sehemu ambazo hazikutakiwa kwenda. Kwa hiyo zikienda sehemu ile zinaendelea kukua, zikiwa zinatengeneza ile kazi ambazo zilikuwa zinatakiwa kufanya eneo lake linalotakiwa kuhusika, lakini zikiwa katika eneo ambalo sio sahihi. Kwa mwisho wa siku linatengeneza uvimbe kama hivi. Kuna vimbe za aina mbalimbali, lakini mfano kama hii tunahisi inaweza kuwa ni dermoid cyst. Tunaendelea kufanya vipimo zaidi kujua ni uvimbe wa aina gani, lakini dalili zote zinaonyesha kwamba ni zile uvimbe ambao unatokana na chembe za kuzaliwa ambazo zilikuwa zimebaki sehemu ambayo haihusiki ndani ya mwili wa mtoto. Mtazamaji wa TNTV, tutaendelea kupatia habari mbalimbali hasa makubwa ambayo yanafanywa na wataalamu wetu kuhusiana na operations na huduma nyinginezo ambazo zinalenga kusaidia au kuokoa uhai wa Tanzania hasa katika hospitali hii ya rufaa ya mkoa wa Kagera. Jina langu ni Arnold Kailembo. Usisahau kubonyeza neno subscribe, like, kushare na comment.